Alright, so leo tuendelee tutengeneze grades kutoka kwenye raw data ambazo tumezivuta kwenye calculator yetu ya mfumo, yani sehemu ambayo ni engine ya mfumo. Tumezivuta hizi kwa formula kama unakumbuka. So utakachokifanya sisi tutakwenda kutengeneza grades. So utafanya formatting kama hapa nilipofanya hivi. Obvious ni rahisi tu, una copy eneo hili like this. Ukikopi una copy formatting hapa, unakuja una paste maeneo haya yote kama hivi, inakaa vizuri kabisa. Una copy hizo headers unaweka hapa, una format hapa, nataka iwe hivi, ambapo kimsingi sasa nataka nicheze na kitu kinaitwa grades. Nitafute kwamba 89 ni ngapi, ni A, ni B au C, nione. Kwa hiyo tumeshaweka tayari maeneo haya hapa, sehemu ambayo tuna control nini, tuna control grades zetu, Sasa tuone, tunaenda kufanya hivi. Kwanza tunakuja sehemu hii hapa ya civics, tutaweka sawa sawa. Naona tukiweka sawa sawa tunatumia logical formula inaitwa if. If ndo formula ambayo iko na umuhimu sana, tunatumia formula ya if. Kwa hiyo tukisema if tunafunga mabano. Sasa nini kinafuata? Lazima kuwe kuna logical test na parameter yetu ni hii hapa. Tunasema if kwenye civics 89 tunadili na mtoto wa kwanza, if E3, yani hiyo seri ambayo ni E3 yenye 89, if is greater or equal to, tuzungumzie if it is greater or equal, tunaweka hizo alama hapo. If it is greater or equal, ziko kwenye keyboard yako. If it is greater or equal to, tunakuja equal to what? Greater or equal to 0. Greater or equal to 0. Kumbuka. Na hiyo sasa greater or equal to 0 tutaiwekea dollar sign pale, maanake isibadilike hiyo kwenye table yake. Kwa hiyo tutasema therefore, tunaweka mkato, therefore iwe ni F. Iwe ni nini? Ni F. Na bila shaka tukisema tuanzie kwenye ndogo kwenda kwenye juu, kwenda kwenye kubwa, inaweza ikatusumbua kwa namna ya logical formula kama hii. Kwa hiyo utakachokifanya, it is better tukaanzia kubwa kwenda ndogo. Kwa sisi tutazungumzia if E3, yani kwenye civics, kama ni kubwa au sawasawa na 74, hii hapa ambayo ipo kwenye control sheet D2 ambayo ndio hii hapa, basi hiyo tunaiwekea dollar sign kwamba isibadilike. Kwa hiyo tutasema ni nini? Ni F, ni A. Sorry, ni A. Kuteka fungua semi, teka A, teka funga semi. Tunaweka tena if. Sasa hapa tutakachokifanya ili tusiendelee kuandika, tuna copy hiyo formula ya if. If is greater or equal to, tunaweka hapa, tuna copy hiyo. Kwa hiyo tutaandika pale comma, tuna paste if E3 is greater or equal to 64, ambayo ni ile pale, na tutaipiga dollar sign, basi iwe ni B. Nakumbuka hata hiyo B yenyewe wala huna haja kuiandika kule, unaweza ukagusa sawa sawa iwe na B, ambayo B hiyo pia unaweka dollar sign. Kumbuka hii ya mwanzo tuliweka option hii hapa, niliandika manual, niliweka fungua semi, funga A, nikaweka A. Sasa hii ni manual, lakini ningeweza kugusa hapa pia ikawa hivi, na nikagusa F4, yani nikaweka dollar sign, basi ikawa tayari nimeshaweka A. Kwa hiyo pia if tuipaste tena, if E3 is greater or equal to this one, tunafunga, tunaweka dollar sign, therefore itakuwa sawa sawa na unaweka mkato, yani koma, sawa sawa na hiyo hapo ambayo ni C, then dollar sign kwa kugonga F4, yani function 4, alafu unaweka koma. If E3 itakuwa ni sawa sawa au kubwa kuliko 29.5
ili tuone vizuri nitafanya hivi 29.5 nitafunga pale, nitaweka $sign. Kwa hiyo basi isome D, nisome D na nitafunga pale, na kama yani if E3 itakuwa ni kubwa au sawasawa na 0 ambao ni hiyo hapo, basi isome, unaweka koma, isome F, unaweka vile $sign, halafu unafunga mabano yako mengi mpaka utakapoona bano jeusi la mwisho, design kama hiyo, then gonga pale uende ukaone. Unaona tayari imeshaleta na formula yetu ni hii hapa. Sasa hii ina work vizuri sana kwa sababu E3 hatujaifunga. Hii hapa hatujaifunga E3, iko wazi. Kwa hiyo nikivuta hii kwenda kulia itakuwa inasoma haya masomo yanayofuata. Nikivuta kwenda chini itakuwa inasoma alama za watoto wanaofuata kwenye somo hilo hilo kwenda chini. Kwa hiyo tunachokifanya hapa, tunavuta kwenda mpaka hapa mwisho kwenye mathematics. Unaweza kuona alama zimeingia vizuri, na tunaweza tukagonga double click ile eneo hapa ikafili. Ikikataa unavuta unafili kwenda chini. Sasa unaweza kuona kuna error hapa inajitokeza. Sehemu ambazo hazina alama kabisa zimewekewa AA. Zimewekewa AA. Sasa nini kimefanyika? Kuna error kwa sababu pale hatukui limit. Kwa hiyo tunachokifanya ni simple tu, tunarudi hapa, tunasema tunaweka formula nyingine ambayo itakava hiyo formula yote kubwa hapo ndani. Kwa hiyo tutaweka if if E3 ambayo E3 ni hapa, if E3 is equal to nothing, yani kama E3 is empty then it must return empty. Ifanyike hivyo, halafu tunafunga bano kwa sababu tumeingiza formula, tunafunga bano, tunaweka okay. Sasa hii tunairudia, tunaivuta kwenda kulia design kama hii mpaka hapa, halafu tutaivuta kuja chini. Utaona maajabu imeshamaliza. Kwa hiyo imeclear kabisa lile tatizo, na ni lazima sana ufanye hivyo. Bila kufanya hivyo itakuletea shida. Unaweza kuona hapa imemaliza design kama hiyo. Na sasa tuje tuongeze kwenye data entry, tuseme huyu mtoto kapata 8, huyu ni F, hapa tuseme kapata 34, hapa tuseme kapata 26, hapa kapata 89, hapa kapata 56, huyu mtoto. Hiyo design hii tukija kwenye calculator yetu unaweza kuona automatic zimeingia hapa, na tayari kwenye grading zimesha kuja vizuri kabisa, design kama hiyo. Kwa hiyo inakuwa inajileta automatic na ni very clean, very clean. Alright, sasa baada ya kuona grading tulivyofanya, tumetafuta grades na nini, tuende sasa tuone tukatafute kitu kinachoitwa points. Tukatafute points. Kwa hiyo mimi ninachokifanya nina copy hii nina copy formatting hapa hivi, halafu nakuja na gonga hapa, automatic inajileta, haina formula, ni formatting tu, nataka iende kwa kufanana, then nita copy hapa na nita paste as value, kitu kama hicho, and then hapa nitaandika kitu kinachoitwa points. Points. Kwa nini natafuta point? Nimepata grade zangu, natafuta sasa points ili niweze kutafuta division, na vile vile naweza nikatafuta kitu kinachoitwa GPA, na wakati huu bado sijatafuta wastani, sijatafuta total marks, sijatafuta kitu kinachoitwa ranking ambao ni non repetitive ranking. Tutaona yote haya. Kwa hiyo tunaenda kutafuta sasa points. Kumbuka point iko hivi, ile alama kubwa ndio inagopa na point, I mean alama kubwa ndio ina point ndogo. Kwa mfano unaposema A, mtu amepata A au 80, 90, 100, huyu ana point moja. Unaona? Kwa big small big inaenda kwa design kama hiyo. Sasa ili tuweze kwenda vizuri lazima tuje kwenye control shift hapa. Mimi natamani tuweze kucopy hapa formatting point zetu, tutengeneze hapa, tucopy kitu hapa, tucopy formatting hapa, tunaweza tukai paste eneo hili hapa, yes.
Kwa hapa tutaandika tutaandika sasa point zetu, tutaandika grade na points. Tutaandika hapa grade, alafu tutaandika hapa point. Yes, point. Tutaandika point hapo. Na hapa sasa naweza nikaamua niondokane na hapa, nafanya tu design kama hii. Kwa hiyo grade hapa kuna A, kuna B, kuna C, kuna D, kuna D and kuna F. Sasa kama amepata A huyu mtoto, that means ana point ya kwanza, ya pili. Yaani kwa sababu zinafuatana ni simple, naweza nikashika hizi na nikavuta design kama hiyo hapo. Kwa hiyo mtoto akiwa amepata A ana point moja, akiwa amepata B ana point hizo hapo, na mwisho wa siku hizo points tutazijumlisha, tutachukua zile ambazo ameperform lower, alafu tutapata zile saba za ufaulu mzuri, tutamhesabia division yake chap kwa haraka. So tumeshatengeneza point zetu, grade pamoja na corresponding points. Tuweke at the middle like this. Yep. Hapa naweza nikafanya tu customization ya kijanja janja tu, nikafanya hivyo ikakaa tu katika muonekano mzuri. Sasa from there naenda sasa kwenye calculator yangu. Nataka nijue point. Yaani formula ni zile zile. This time tunaweza tukatumia sasa index. Naweza tukatumia formula moja rahisi sana inaitwa index, kwa sababu yenyewe haina lower greater, yenyewe inatafuta automatic kabisa. Sasa nitafundisha formula nzuri kabisa ambayo ni nyepesi, sio VLOOKUP, na kufundisha kitu kinaitwa index. Kwa unaweka sawa sawa, formula ni mbili ambazo zitasaidiana hapa. Inaitwa index and match formula. Kwa utaandika index. Ukiandika index itakwambia uangalie array. Array yako ni reference area yako. Kwa reference area yetu ipo kwenye table iliyoko kwenye control sheet ambayo ni hapa yote. Tutaweka design kama hii hapa. Haya, tukishaweka hivyo tunagusa function 4, yani F4 itafanya $sign pale kuifix. Alafu tutaweka comma, tutaandika match. Kwa hiyo tutaandika match formula hiyo rahisi tu. Ukifanya hivi inajileta, uta click hapa itajifungua kabisa mabano, and then unaangalia lookup value. Lookup value yako ipo huku kwenye calculator yako. Lookup value tunaanza na civics ambao ni hapa. Tunagusa hapa, hii ndio lookup value yangu ambayo siwekei $sign kwa sababu nitakuwa na badilisha formula. Nikivuta kwenda chini itasoma za chini, nikivuta kwenda kulia itasoma za kulia. Kwa hiyo nikiweka pale lookup value, alafu naangalia lookup array. Lookup array yako ni eneo gani hizo values zinapatikana. Kwa hiyo nakuja eneo la control sheet ambazo nimezisema ni hizi hapa, So hizo hapo, na nitafunga eneo hilo hapo, sehemu ya hizo values. Nikishafunga hapo naweka comma, naweka exactly match, alafu nafunga mabano. Sasa ninachotaka reply yake, yani response yake ije ichukue points. Kwa mimi nitaandika comma kwa sababu tayari nimerudi kwenye index, naweka namba 2 maana column ya kwanza na column ya pili. Kwa column ya pili ndio ina data ninazozitaka. Kwa naweka 2, alafu nafunga mabano, alafu nagonga vile. Unaweza kuona mwenye A tayari imempa moja. So tutakachokifanya hapa, then tutaivuta hii kwenda kulia. Tutaona kama ina error ina nini, tutaifanyia kazi. Tutaivuta kwenda kulia mpaka kwenye mathematics. Unaweza kuona imeleta vizuri, na tutaivuta yote kwenda chini. Unaweza kuona kuna sehemu inakuandikia error. Sasa tunataka tu deal na hii error. Kuna dealije? Kuna formula inaitwa if error. Tutaandika if error hiyo hapo. Tutaichukua if error, kama kuna tatizo basi return yake iwe empty. Alafu tunafunga mabano, tunaweka vile. Utaona iko very clean.
if error return yake iwe ni empty. Unaweza kuona imekaa vizuri sasa. Kwa hiyo point zetu tayari tunazo. Haya, kwa hiyo section inayofuata baada ya kutafuta point zetu, tunataka tutafute sasa tutafute division. Lakini division ni mjumuisho wa point ndogo 7 according to Tanzanian curriculum. Kwa hiyo ni mjumuisho wa points ndogo 7, that is for secondary school. Nimesema natolea mfano kwa mfumo wa sekondari ambao ni too complicated kuliko wa kule msingi. Kwa hiyo tunaangalia sasa point zetu, masomo 7 alio perform vizuri. Kwa hiyo point ndogo 7 naona hapo. Kwa hiyo tuna sum lower ziwe 7, ndio tutapata sasa jumla ya point zetu ndogo ni ngapi. Kwa hiyo tutapata division. Sasa ili tuweze kufanya reference vizuri ya division, lazima tutengeneze upper limit na lower limit ya division ambazo tunataka tuwe nazo. Kwa hiyo tunakuja kwenye control sheet kama kawaida. Tunakuja kwenye control sheet hapa, tuta copy formatting kama ilivyo. Tunaweza tukabadilisha tu, but let us copy it na tuweke wapi? Sorry. Alright. Kishaiweka formatting ndio inakuwa hivyo. Tu copy formatting, tu copy formatting yetu hapa. Tuna copy hiyo formatting na tujaribu kuweka hapa ya. Kwa hiyo tuweke hapa lower limit, alafu tuweke hapa upper limit, alafu ya tuweke sasa division ya kitu kama hicho. So hapa kwa mfano mtoto akiwa amepata point kuanzia, tuzungumzie point kuanzia 34 hadi 35. Tuanze na hiyo 34 kama lower limit hadi 35. Huyu mtoto awe amescore 0. Unaona awe amescore 0. Na kama amepata kuanzia 26 mpaka 33, huyu mtoto awe amescore 4. Na kama vile amepata 22 mpaka 25, huyu awe amescore division 3. Na vile kama amepata 18 mpaka 21, awe amepata division 2. Na vile kama amepata kuanzia point 7 mpaka 17, awe amepata division 1. Nataka tuende kwa design hiyo. Kwa formatting yetu itakuwa imekaa katika mfumo huu. Tunaweza tukaibadilisha tunavyotaka formatting yetu ikae, sio kesi kabisa. Tunaweza tukaibadilisha tukaiweka design kama hiyo ya ipendeze whatever tunavyotaka sisi. Tunaweza tukaibadilisha tu, labda hapa tuweke coloration nyingine, kupendezesha tu kazi. Issue ni kazi ipendeze. Unaweza ukaweka design kama hiyo, but I'm not much interested with red color. I'm much interested with green color. Kwa naweza nikatafuta hapa green color yangu ambayo imekolea kabisa, hiyo hapo kaipiga pale ikawa design kama hiyo hapo. Ama ili ziweze kublend vizuri, unatakiwa tafute rangi ambayo imekolea kwa huku juu kama hivi, kwa inakuwa imeblend vizuri zaidi. So tumeshatengeneza tayari table yetu nyingine ambayo inatuonesha lower limit ya division na upper limit ya division fulani. So tunakuja sasa, tunaandika hapa maeneo, tuweke headers zetu, tuweke hapa sasa. Tuangalie tumeandika division, tuandike hapa division, na tunaweza tukamesh, tukaweka rangi yetu ile coloration, alafu
iwe hiyo hapo. Kwa tutaandika division hivyo. Okay, tunataka iwe hapo, tunataka iwe kubwa, tunataka iwe bolded like this. Na hapa it's better kama nitachukua formatting hii hapa ya nika copy design kama hiyo. Kwa hapa nitazungumzia points na hapa nitazungumzia division. Yeah. Haya bwana, kwa tuendelee tuangalie namna ya kutafuta sasa points alizo score ili tuweze kupata division. Hata tutafanyaje? Tutakachofanya tutaandika sawa, tutaandika sum, formula rahisi tu, formula ya kujumlisha. Tutaandika sum, tutaandika sum, alafu tunafunga mabano na tutagusa hili eneo lote hapa. Hili sasa hatuliwekei $sign kwa maana kwamba tukivuta formula kwenda chini itaenda kwa mtoto mwingine. Itakuwa design kama hiyo. Kwa tutaweka vile, halafu tutaweka koma. Okay. Sorry, hatuweki design hiyo, naomba nirudie. Tukiweka sum tunaweka small. Tujumlishe ndogo, ndo logic, sio kujumlisha kawaida hizo points. Tujumlishe ndogo sum, alafu small, yani jumlishe zile value ndogo kabisa. Tukisema small unaweza ukatap hapa. Alafu tunaambiwa array. Array ndio ipi? Tunajumlisha kuanzia hapa mpaka hapa. Nimesema hatuzifungi. Tunaweka koma. Tukiweka koma unagusa alternative, alafu kuna button ziko pembeni kidogo ya enter, zina mabano haya. Kwa hiyo utagusa bano hilo hapo, utaandika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kwa kwamba pointi ndogo ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka pointi ndogo ya 7 if possible. Unafunga tena na yale mabano, alafu nafunga mabano yangu ya small, nafunga mabano yangu ya sum, alafu nagonga enter. Unaweza kuona tayari mtoto ana pointi 11. Kwa kama na pointi 11, mimi nitakachofanya nafanya design kama hapa. Huku kwingine inaniandikia num. Kivipi? Sasa tuna condition kama huyu mtoto hajafanya, na ili condition iende sawa, ni lazima tufanye kitu kimoja rahisi hapa. Sasa nataka huyu mtoto tumtafutie toto somewhere. Nataka ni condition mfumo. Tumtafutie toto hapa, toto max. Hapa tuandike toto max. Sehemu hiyo hapo tu copy formatting. Okay, so nitatengeneza eneo hili sehemu ya jumla, yani sum. Nitatengeneza eneo hili hapa. Nataka niandike sum ni jumla ya max ambazo wamezipata kule watoto. Hapa tuzungumzie kitu kinachoitwa summation. Copy formatting niweke hapa, alafu hapa niangalie toto max. Tuseme toto max hivyo. Toto max this time around, something like this. Toto max ije design kama hiyo. Haya, tufanye hivi. Kwa hapa nitaangalia sum yetu ni wapi. Nitasema sawa, alafu sum nitasum. Nataka nitengeneze condition moja ili tuachane na errors. Nitaanza kwenye civics, nitasum mpaka sehemu ya mathematics. Sehemu hiyo automatic nitagonga enter. Kwa hiyo nitakuja maeneo yote haya, unaweza kaona kuna sehemu imeandika 0. Sasa if it is 0 automatic tunaamini mtoto hawezi masomo yote akapata 0 alafu summation itakuwa 0. Sijui, but if it is 0 nataka niweke a condition sasa hapo. If tuweke if
hiyo hapo, hiyo formula yetu ya kusum na ikopi hiyo. Kama hiyo formula yetu ya kusum ni sawa na 0, let us do this. Mtu unaweza kwa condition whatever unavyotaka, yapo sawa na 0, then let us leave, au tuandike absent, tuandike fungua semi abs absent funga semi, alafu kama ni vinginevyo basi ilete vile ilete hiyo summation, hiyo value ya kusum, alafu tuandike design kama hiyo. Kwa formula yetu hii itaniandikia vizuri kabisa. Kwa wale ambao hawapo, imeshatuandikia absent. So naweza nikaona sasa hapa tuna sehemu ambazo ziko design hii. Sasa nitasema if nitumie condition, kwa maana kuna mtoto ambaye ni incomplete na kuna mtoto ambaye ni absent. Unaona? Kwa hiyo tutasema if, tutumia formula ambayo ni logical. If this one is equal to abs, then iandike abs, sawa, o iandike pale. Tunaweza tukaona itatupa sisi uwezekano wa kupata vizuri kabisa majibu absent, lakini bado kuna moja ina error. Tumeiona hii hapa kwa hapa tutasemaje? If this one to count, tufanye counter. Sasa tufanye counter, tunaweka formula nyingine if. Hapo ndo sehemu ngumu ya condition, ndo sehemu ya engine. If counter hii hapa, counter itahesabu ziko ngapi. If counter ina count wapi? If counter ianzie hapa mpaka hapa. If counter hiyo mpaka ile pale, counter hiyo is less or equal to 6, is less or equal to 6, then ituandikie huyu mtu kwamba ni incomplete. Iandike ink ya design kama hiyo. Twende vile kwa namna hiyo hapo. Kwa naweza tukafunga mabano na tutaona kama kuna error. Uzuri Excel inakuambia kila sehemu, so tutaweza tukaona hapo imekubali. Na sasa tuangalie, tuivute kama itatuletea sawa. Still bado imekataa kuleta. Sasa tukaangalia kuna error maeneo gani. Let us do this. Ili ndo eneo gumu kidogo. So tuangalie namna ya kucondition hapa. Okay, kwa kuwa tumeona kuna changamoto ya kutengeneza formula, tufanye vitu ambavyo ni very simple, kila mtu anaweza kufanya. Kwa hiyo tutaangalia subject done, number of subject done. Masomo yamefanyika mangapi, tutacondition kupitia hapo. Kwa hiyo ili tujue okay, subject and done. Tuweke hapa subject and done. Masomo ambayo hayajafanyika mangapi. Kwa hiyo tutaweka sawa. Tutasema count blank. Wapi? Kuanzia kwenye civics mpaka kwenye mathematics kwa mtoto huyu wa kwanza, then tutagonga zetu enter. Kwa hiyo tutaona subject ambazo, masomo ambayo hayajafanywa, yani masomo ambayo yamebakizwa na huyu mtoto hayajafanywa ni mangapi. Kwa hiyo tukichukua formula yetu tukivuta kuja chini, tutaona kuna masomo matatu ni kweli, huyu hajafanya 1, 2, 3 na huyu hajafanya yote 9 kama inavyoonekana. Sasa tunakuja kucondition kwenye formula yetu. Tunaachana na hii habari ya counter.
Kwa hiyo tutachukua hiyo if formula yetu, tutasema if this one, if MAM3 is greater, is what? Is greater or equal, is greater or equal to 3, then hapo maeneo pawe incomplete. Let us try that condition, tutaona. Oh yeah, tumeingiza too many. If okay, that one inc. Alright, nimerudia hapa. Kwa naweza nikafuta hilo neno nililolirudia na itakaa sawa. Kwa hiyo tuangalie hapa itatuandikiaje. Alright, imekwenda imevuta kote. Hiyo ni condition ya kwanza. Imevuta kote. Halafu sasa nataka nibadilishe huyu bwana hapa iwe if, kwa sababu masomo yetu ni hayo yote ikiwa hajafanya kabisa. Kwa hiyo tuachane hii habari ya absent hapa, tuangalie tuandike if, tumguse huyu tena, if that one is equal to 9. Kwa hiyo ituandikie fungua semi absent funga semi design kama hiyo hapo, then tuone itakavyokuwa. Nadhani hapa conditions condition ya kwanza bado imengangania. Let us find. Haya, kwa hiyo nimekuletea challenge uone namna formula zinavyoweza kuzungusha kichwa. Sasa twende to finalize hapa. Kwa hiyo kama tumeshatengeneza sehemu za condition, tumeshatengeneza sehemu za reference, masomo ambayo hayajafanywa ni mangapi? Tunaangalia tunapotumia if formula, hata unavyotafuta grade lazima uanze na max kubwa kushuka chini, ndio inaweza ikakusomea katika usahihi. Kwa hiyo basi hapa tunaangalia tuanze na namba kubwa. Tukiona namba kubwa ile, basi tuipe condition gani? Kwa mfano hapa tunasema sasa, twende sasa tuandike formula yetu if. Nilikuwa nakuonesha unaweza ukachanganyikiwa na hiyo formula. If this one ambayo sasa ni AM3, if that one is greater or equal to 9, ambapo sasa masomo yetu yote jumla ni 9. Basi kama namba ya masomo ambayo hajafanyika ni 9, basi ituletee kwamba huyo mtu ni absent, ABS. Itafunga mabano, tutaweka koma, tutaandika if tena. Tunaenda condition if that one again is greater or equal to 3. Tunaifuata namba ndogo, tumeanza na 9 tunakuja na 3. Kwa hiyo basi ituandikie fungua semi, ituandikie huyo mtu ni incomplete, tunafunga semi, tunaweka alama ya koma, halafu tunatafuta mabano kumaliza mabano huko mwisho, ambapo tutatafuta mpaka mabano meusi, tutagonga enter. So tukija tukivuta hii formula ina clear hizo error zote design kama hiyo hapo. Unaweza kuona hapa imetupa inc, kwa maana kwamba huyu mtu hajakamilisha CA yake, yani hajakamilisha masomo yake 7. For example hapa na mangapi? Ana 1 2 3 4 5 6. Kwa hiyo tukisema tuje tumpe somo moja huyu mtu wa pili, kwa mfano tukisema tumpe hapa somo amepata 56 design kama hiyo, utakuja uone sehemu hii tayari anapata pointi zake ni 23. Kwa hapa tulikuwa tunatafuta tu kuweka condition zote hizo ili tuone ikiwa mtoto basi hajamaliza masomo yote imwandikieje, automatic iko hivyo. Kwa baada ya hapo tumesha tafuta, tumeona sum iko pale tayari, tumesha tafuta number of subject and done ziko pale. Sasa tutafute division. So ili tuweze kutafuta division lazima turejelee table yetu hii huko. Mtoto akiwa na 7 mpaka ngapi iwe ngapi, akiwa na 18 mpaka 21 division gani? Yes, hapa niliandika 3 but this one is division 2, iwe design kama hiyo hapo. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia hizi range zetu hapa. The same formula kama tulivyotumia hapa kutafuta grades, tutatumia hiyo formula kuweza kutafuta
division gani. Kwa hiyo tutatumia if formula. Utakachokifanya, utakuja sehemu hii, utaandika sawa sawa, utaandika if. Tunaanza na obvious kubwa. Tukisema if, so tunakuja hapa if this one, ambao kimsingi tutakuwa tuiweke $sign. If this one is greater or equal, I'm very sorry, that's sivyo, hapa tunakosea. Tunaanza upya. Tumesema tunatafuta division, kwa hiyo tunasema sawa sawa if, reference yetu ni hapa if this one, kwa hiyo tunaichukua hiyo hapo, if that one is greater or equal, equal to where, equal to this one. Kwa hiyo inafungwa namna hiyo, it must be 0, na hiyo pia inafungwa kwa $sign. Kwa unaweza ukaona tunatembea na if formula, so nitaicopy if yangu mpaka hapa ambapo ndo na condition, nita control C, alafu nimeweka tayari comma. Kwa nita paste pale tena if value yangu ile ya kwenye points, if it is greater or equal to this one, therefore hapa nitaweka $sign, halafu iwe basi sawa sawa na 4, na hapo nitaweka $sign, and then if the same value is greater or equal to this one, nitaweka $sign kufunga, basi iwe ni division 3, na pia nitaweka $sign. Halafu nitaweka tena if value yetu kama iko sawa sawa au kubwa na hiyo hapo, nitaifungia hapo, then response iwe ni division 2, nitaiwekea $sign. Na mwisho if value yetu ni sawa na hiyo hapo 7, kubwa au kuliko 7, nitawekea $sign, hivyo italeta response ya 1. Kwa hiyo nitafunga mabano yangu kumaliza if zote mpaka bano jeusi la mwisho. Then nikifanya hivi napata division 1 imesha kuja. Then nikivuta kuja chini, unaweza kuona sehemu nyingine zote inanisomea division 0. Kwa ili ilete katika usahihi, tunaipa condition nyingine, formula inaendelea, tutaipa if. If this one, tuipe condition gani hapa? Let's do this. Therefore tuandike condition ambayo ni rahisi zaidi hapa. Tutatumia conditional formatting na tutatumia pia if formula ambayo ni logical formula. Kwa hiyo tutafanya if point zetu, if this area of the point itakuwa ni sawa sawa. Okay, let's do this. If moja, if mabano eneo la point hapa, kama eneo la point litakuwa sawa sawa na fungua semi absent, basi ituoneshe yenyewe dash, isilete chochote. And if the area of point itakuwa ni eneo hili hapa, itakuwa sawa sawa na fungua semi inc, kwa maana ya incomplete, basi ituletee vile vile dash. Sasa tujaribu formula hii tuone condition hii itakavyotusaidia. Tumeweka mabano mawili, tumefungua mabano mawili, kwa lazima tumalize kufunga pia mabano mawili. Kwa hiyo tutaweka okay, na kama tunavyoweza tukaona, tukivuta kwenda chini formula zote zitakuwa zimekaa sawa. If it shows an error, basi tunaweza tuka correct. Eneo kama hili hapa pia kuna neno if hapa, something like this, tukiweka hivi na kaa sawa
Kwa hiyo tukivuta kuja huku chini, utaona maeneo yote ambayo yako na incomplete haihesabii division, ila inaweka dash dash. Kwa mfano tukisema tuongeze kwenye data entry marks za mtoto eneo hili au amepata masomo 7, basi tukija hapa tutaona amepata division 2 ya 21. So that is how tunaweza tukatafuta division. Tumesha tafuta sum. Kwa hiyo eneo la msingi jingine la msingi kabisa ni kwenda kutafuta ranking ya huu mtoto. Kwa kila mtoto tutafute ranking hapa pembeni. Sasa tukaandika hapa ranking, hapa tuandike ranking, ambayo ranking yetu sasa inakuwa ni ya tofauti kidogo, ambayo hairudii. Yaani mtoto haiwezi kumrudia hata kama marks zimegongana. Kwa hiyo tutaandika rank au ranking hapo. Ni formula mbili zitatumika. Formula ya kwanza ni ile ile inaitwa rank. Tutatumia hii iliyoandikwa rank, and then tutarank wapi? Tunaambiwa tuangalie namba, tuna rank wapi kwenye sum, au tunaweza tukarank labda kwenye average. Yote ni yale yale tu, tunaweza tukatumia sum sehemu hii hapa to rank. Unaona? Yeah. So tukisema rank ni reference ya kuanzia hapa, it is a point, halafu tunaweka comma, tunatafuta reference yake ni mpaka huku chini, halafu tunaweka $sign kwa kugonga F4 kama tunavyoweza kuona hapo. Then baada ya hapo order yetu iwe ni descending au ascending. Kwa inategemeana tunataka tu rank ndogo kwenda kubwa au kubwa kwenda ndogo, lakini sisi tuna descend. Unaona kwamba kubwa ndo iwe ya kwanza na ndogo inakuwa ya mwisho. Kwa tunaweka vile, tunafunga mabano, halafu hapo tutaandika alama ya kujumlisha na tutaandika formula nyingine. Kwanza kabla kuandika nyingine, tujifunze kwanza hii. Tukilenki hapa itatuleteaje? Tunaona mtoto huyu ni wa kwanza. Mtoto huyu ni wa kwanza. Tukivuta hadi huku, hizi nyingine zinatuletea value kwa sababu huku kuna herufi. Sasa tuna condition hapa kabla hatujaendelea kuifanyia na enrichment. Tunasema if error. Tunatumia formula if error. Kwa kama kuna error yoyote basi iweze kuacha eneo wazi. Kwa tutaweka design kama hiyo na tutakuwa tumemaliza kabisa hapo maeneo hayo. Kwa nikivuta kwenda hivi naweza nikaona ranking zangu ziko intact na zimekaa vizuri kabisa. Naweza nikazicondition zikae katikati katika design kama hiyo. Sasa assume by accident tu, tukiassume hapa marks zimegongana 500, labda tuandike tu tuandike labda 558 kama mfano 558. Unaweza kuona zote zimetoa namba moja. Yaani hawa watoto wote namba moja, of which mmoja ni mmoja na wawili hawawezi kuwa mmoja. Kwa hiyo tunafanyaje? That is what I need to do here. Kwa hiyo kuna formula nyingine tutaifanya hapa, na kwa kuifanyia reference hii 558, baadaye tutakuja tutaivuta hii ili kuiondoa hii value, sababu hii haina formula, tumeifanyia tu kama mfano. Kwa hiyo formula ya pili itakayotusaidia sasa sisi kuweza kututenganishia mtoto wa kwanza na wa pili, hata kama wamegongana marks wa juu atakuwa wa kwanza without repetition, basi tutaitumia formula ya pili. Hapa tulipoishia kwenye formula ya kwanza kabla ya if error, tutaandika plus. Tukiandika plus tutaandika count if. Formula inaitwa count if. Hii hapa count if, tafunga mabano range. Range ya kucount if iko hapa na nitakuonesha vizuri sana. Angalia, utaandika hivi design kama hii, afu pole niangalie, ninakuja kufuta hiyo 4 naandika 3, maana ni pale pale. Halafu huyu bwana wa kwanza ninamwekea $sign, yani nachukua pale, nachukua F4 function 4, nikigusa pale inakuwa vile. Kwa na baada ya hapo sasa, hii ni formula naendelea kuiandika. Baada ya hapo ninagonga koma, alafu kuna criteria. Criteria ni hiyo hii hapa point yangu hiyo hapo, then nafunga
mabano kwenye hiyo point, halafu nita minus 1. Minus 1, formula yangu imekwisha. Then nita click vile, huyo ni wa kwanza, na nikivuta kuja huku chini unaweza kuona wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo sehemu hii max zimegongana, lakini kuna wa kwanza na wa pili. Wa kwanza ni ule ambaye yuko na alphabetical order ya kwanza, lakini tukisema turudishe normally kwenye formula yetu ya kawaida, ambapo sasa kimsingi tunapata wa kwanza, wa pili as usual. Kwa formula ni hiyo hapo, formula ni rank na tunatumia count if formula. Condition iko hapa, huyu mmoja anabaki stationary habadiliki, na huyu bwana mwingine anaendelea kubadilika. Kwa ni range ambayo sasa upande wa kushoto haibadiliki, upande wa kulia inabadilika. Yaani value moja iko fixed na value nyingine inabadilika kwenda chini, kama tulivyoandika hapa hivi, tulivyo reference. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumefanya ranking ambayo ni non-repetitive ranking. Kwa leo somo linaishia hapa. Next time nakuja sasa kuandaa matokeo kwenye sheet automatic kabisa, tuweze kuona mkeka wetu, na tutaendelea kuandaa summary. Baada ya hapo tutaingia somo sasa la 5 na 6, ambako tutakwenda kujifunza customization, formatting pamoja na VBA, mambo ya kulogin, kufanyaje na nini, vitu kama hivyo. Itakuwa ni phase ya pili. Phase ya kwanza itaishia pale ambapo tutatoa mkeka vizuri na tutaandaa summary na tutaandaa maybe itakuwa ni process za kwenda kuandaa report, lakini kuandaa report na kwenda kufanya customization, kufanya kuwa mfumo na sio template kama hivi, hiyo itakuwa ni phase ya pili. Kuandaa report, kuandaa SMSs kwa wazazi na vitu vingine ambavyo ni coding, itakuwa ni phase ya pili. Lakini kwa sasa hivi tunaishia hapa. Somo la 5 linakuja. Somo la 5 linakuja. Cha kufanya, fanya kama nilivyofanya. Nimetoka hapa nikaja nikatengeneza grading hizi, grade na points, nikaja nikatengeneza lower limit na upper limit kwa upande wa division sehemu hii hapa, na nikaja nikaongeza maeneo haya hapa ya grades, kutafuta grade kwa kutumia if function. Nadhani tumeitumia vizuri. Umeona unaanzia na ile kubwa, max kubwa kwenda max ndogo kulingana na grading zako. Sasa kwa maana hiyo tunaposema tumerefer hapa, ina maana tukibadilisha hapa grading hapa, tukibadilisha tu manually hapa, mfumo mzima unakuwa affected. Ndio maana ya kutengeneza vitu kama hivi hapa, mfumo mzima unakuwa affected. And then baada ya hapo sasa utakuja utafute point ambazo kimsingi ni rahisi kwa kutumia index formula na match formula. Utatafuta points. The issue itakuja hapa ni kutafuta points ambazo kimsingi utatumia condition hizo ambazo tumezifanya, ambapo tunatumia sum small, tunateka criteria ya ndogo 7 kama tulivyofanya hapa. Utakuja utafute division. Hii ni kwa kutumia formula ya if na kwa kurifaa kwenye table yetu hii, kwa maana kwamba mtu akija kibadilisha hizi points, pia mfumo unakuwa affected kama anavyobadilisha. Na baada ya hapo utatafuta sum, hizi ni rahisi. Utatafuta subject and done, utatafuta rank kwa kutumia formula ya rank pamoja na count if. That is lesson number 4. Inaishia hapo. Thank you very much.